Kwa wale ambao wanafuatilia kile anachokifanya Allan Okello, mchezaji wa kimataifa kutoka Uganda ambaye Yanga walimsajili wakati wa dirisha dogo, huku wakimlinganisha na mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama ambaye pia alisajiliwa na Simba wakati wa dirisha dogo akitokea Singida Black Stars. Bila shaka leo hii wale wanaomfagilia Okello watakuwa wamefurahi sana. Ndio, ni kwa sababu kijana ameendeleza kiwango bora akitoa tuzo ya mchezaji bora wa mechi kwa mara ya pili mfululizo. Ndio, mpaka sasa wale wanaolinganisha wanajua kwamba Okello baada ya mchezo wa leo walau amejiongezea kufunga na kuassist, kwa sababu alifunga mabao mawili wakati Yanga ikishinda 3-1 na kutoa tuzo ya mchezaji bora wa mechi, tuzo ambayo imemfanya sasa afikishe tuzo za mchezaji bora 5. Ndio, kwa sababu alishatoa tuzo ya mchezaji bora katika mechi ya Yanga dhidi ya KMC, mechi ya Yanga dhidi ya Tanzania Prisons, mechi ya Yanga dhidi ya Coastal Union, mechi ya Yanga dhidi ya Singida Black Stars, na ametoa tuzo ya mchezaji bora wa mechi dhidi ya Namungo. Ikumbukwe Allan Okello alisajiliwa wakati wa dirisha dogo, lakini kufunga mabao mawili kufanya afikishe mabao 11 na kushika nafasi ya pili miongoni mwa wanaongoza kwa mabao. Faisal Salum Feitoto kabla ya mechi ya Azam dhidi ya KMC alikuwa ndiye kinara akiwa na mabao 12, akaongeza mabao mengine mawili na hivi sasa Feitoto ana mabao 14. Allan Okello mabao mawili aliyofunga dhidi ya Namungo maana yake amefikisha mabao 11, lakini Allan Okello ana assist 7. Kwa ujumla amechangia mabao 18, huku Yanga ikiwa na mabao 58 tangu ligi kuu Tanzania bara ianze kwa msimu huu 2025-26. Yanga ikicheza mechi 25, mabao hayo 58, Okello kuchangia mabao 18, maana yake mchango wake wa mabao ndani ya Yanga kwa sasa ni 31%. Mwamba Lusaka Clatous Chota Chama wakati akitoa Simba alikuwa tayari ameshafunga mabao mawili akiwa na Singida Black Stars, lakini mpaka sasa amekuwa ni kinara wa kutoa tuzo za mchezaji bora wa mchezo kwa sababu ameshatoa tuzo 7 na ndiye kinara. Mpinzani wake wa karibu katika kutoa tuzo nyingi za mchezaji bora wa mchezo ni Allan Okello ambaye leo hii amefikisha tuzo 5. Mwingine ni Faisal Salum Feitoto ambaye pia ameshatoa tuzo za mchezaji bora wa mchezo mara 5. Msisitizo Chama na Okello kwa kuangalia historia zao kwa ujumla, wala sio kuwalinganisha, kwa sababu Chama ameshafanya mambo mengi hususan katika ligi kuu Tanzania bara akiwa na wekundu wa Msimbazi Simba, lakini akahamia Yanga akaenda Singida Black Stars na sasa yuko Simba akiendelea kufanya makubwa. Chama Juni 18 kwenye taarifa zilizo rasmi anatimiza miaka 35. Okello mwezi wa 7 atatimiza miaka 26. Ni wachezaji ambao kiumri wako tofauti, lakini pia Chama ameshathibitisha mambo mengi kwa sababu amecheza ligi kuu Tanzania bara kwa misimu mingi kulinganisha na Okello aliyetoa tu wakati wa dirisha dogo akitokea katika ligi kuu ya Uganda. Kwa sababu hiyo mlinganisho wa Chama na Okello ambao walau na mashiko ni kwa kile ambacho wote wanakifanya katika ligi kuu Tanzania bara, hususan baada ya kutua wakati wa dirisha dogo, kwa sababu wote walihamia kwa Simba na Yanga wakati wa dirisha dogo, lakini wote ni viungo wa ushambuliaji, wote ni wachezaji muhimu katika kuzipa matokeo mazuri timu zao katika ligi kuu Tanzania bara. Je, Okello ataendelea kuwa na namba kubwa zaidi kulinganisha na Chama mwamba wa Lusaka, ama mwamba wa Lusaka ataendelea kupata nafasi nyingine tena katika mechi zilizobaki ili kufunga na kuassist? Vipi kuhusu tuzo za mchezaji bora wa mechi? Chama ataendelea kung'ara maana tayari ana tuzo 7 ili hali Okello akiwa na 5, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona, lakini kimsingi ni mvuto aina yake kwa sababu wote wawili wameongeza kitu na hasa kwa timu zao wakati zinapokwenda kushambulia. Chama goli lake lenye nguvu zaidi la kulia, Okello goli lenye nguvu zaidi la kushoto. Naweza kusema ni Allan Okello show. Ni show maalum ya Allan Okello, aliibeba jumla hii wakati akifunga mabao mawili, akitoa tuzo ya mchezaji bora wa mchezo kwa mara ya pili mfululizo, lakini mwisho wa siku timu yake ya Yanga ikapata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Namungo na hatimaye kurejea tena kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ikiwa sasa imefikisha pointi 60 na kuacha watani zao jadi Simba wakiwa na pointi 58 katika nafasi ya pili. Zote zimeshacheza mechi 25 na hivyo zimebakiwa na michezo mitano ili kukamilisha mechi 30 za ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2025-2026. Ushindi huu wa Yanga mabao 3-1 maana yake umewaweka katika nafasi nzuri ya kutetea taji lao la ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 5 mfululizo, lakini mechi 5 mkononi na wekundu wa Msimbazi Simba hawachezi mbali nao, tofauti ya pointi ni 2. Lakini Yanga ushindi wa mabao 3-1 umewafanya waendelee kuimarisha
nafasi yao ya kuwa ndio timu yenye kufunga mabao mengi zaidi, kwa sababu ushindi wa mabao matatu umewafanya wafikishe mabao 58, lakini kwenye kuruhusu mabao 9 na kuwa ni timu iliyoruhusu mabao machache zaidi wao na Azam kuruhusu mabao 9, lakini Azam ilikuwa ikisubiriwa kucheza dhidi ya KMC kuona kama itaendelea kuwa na rekodi hii ya kuruhusu mabao machache ya idadi sawa na Yanga ya mabao 9. Tangu mwanzo wa mchezo Yanga walionekana dhahiri kwamba wanazitaka pointi 3. Ndio walikuwa wakimiliki mpira zaidi, wakifika mara nyingi zaidi katika eneo la Namungo, na haikushangaza katika dakika 26 ndipo wakafunga bao la utangulizi. Bao hili liliwekwa wavuni na Duke Abuya ikitokana na shambulizi la kujibu. Ni kwa sababu Yanga walikuwa wakimiliki zaidi mpira na muda mwingi mpira ukichezwa katika nusu ya pili ya uwanja kwa Yanga, kwa maana kwamba eneo la Namungo, huku Namungo kwa kiasi kikubwa wakizuia zaidi kutokea chini, wakiwa na wachezaji wengi kwenye eneo lao kuziba mianya kwa Yanga kufanya majaribio ya kufunga, piga mipira kwenda kwa goalkeeper Suleiman. Matokeo yake ikawa kwenye shambulizi mojawapo lilolifanya Namungo kati ya machache, Yanga wakauiba mpira na kisha saa hiyo hiyo wakaanzisha shambulizi la kujibu. Mpira aliopata Mudathir Yahya Abbas akatoa pasi kwa Duke Abuya ambaye alimpa nafasi nzuri Mudathir Yahya Abbas kutoa pasi hiyo kutokana na ukweli kwamba alikimbia kwenye nafasi. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Wasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.